Marekani na Cuba zimekuwa na mvutano wa muda mrefu zaidi katika historia ya siasa za sasa. Ni kati ya nchi yenye nguvu zaidi duniani dhidi ya kisiwa chenye wakazi chini ya milioni 10. Marekani na Cuba zimekuwa katika mvutano tangu mapinduzi ya kijamaa ya Fidel Castro zaidi ya miongo 6 iliyopita. Katika kipindi hiki kumekuwa na uvamizi unaoungwa mkono na CIA, tishio la vita vya nyuklia na migogoro kadhaa ya uhamiaji. Vizazi vya Wacuba na wa Marekani vimeishi katika uadui wa kisiasa ambao bado haujatatuliwa. Katika miongo michache iliyopita, nchi zote mbili zimedumisha utulivu na mvutano wa kupanda na kushuka. Lakini kurudi kwa Donald Trump katika ikulu ya White House mwaka 2025 kumeongeza mvutano huo. Serikali yake imeimarisha vikwazo dhidi ya Iran vilivyokuwepo tangu mwaka 1960 wakati wa kipindi cha vita baridi, ambavyo Havana inasema vinaleta changamoto nyingi na kuifanya iwe vigumu zaidi kwa Cuba kupokea mafuta kutoka nje ya nchi. Hilo linaongeza mgogoro wa nishati, uchumi na kijamii ambao kisiwa hicho tayari inakipitia, na umezidi kuwa mbaya baada ya kuanguka kwa utawala wa Venezuela kufuatia kwa Nicolas Maduro kutekwa na kukamatwa katika operesheni ya kijeshi ya Marekani mapema Januari. Trump ameonya kwamba Cuba inakaribia kuanguka, huku akisema utawala wake na Havana wanajadiliana njia ya kutoka katika mkwamo huo. Bado kuna kutoaminiana, ingawa rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amekiri uwepo wa mawasiliano kati ya serikali zote mbili. Lakini ni nini ambacho kilitokea, ama uhasama kati ya majirani hao ulianzaje? Februari 15 mwaka 1898, meli ya kivita ya Marekani inayoitwa Maine ililipuka katika bandari ya Havana. Zaidi ya wafanyakazi 260 walifariki. Baada ya kuzama, uchunguzi wa mahakama ya kijeshi ya wanamaji wa Marekani ilihitimisha kwamba meli hiyo iliharibiwa na bomu la chini ya maji. Tuhuma zilielekezwa kwa Uhispania, kisha zikahusisha vita dhidi ya waasi wa Cuba ambao walikuwa wakipigania uhuru tangu mwaka 1895. Mwezi Aprili, Marekani iliingia kijeshi mapigano hayo, ikianzisha vita dhidi ya Uhispania ambavyo viliondoa umiliki wa Uhispania juu ya Cuba baada ya zaidi ya karne 4 za ukoloni. Mwaka 1979, uchunguzi ulifanywa na jeshi la wanamaji la Marekani ulihitimisha kwamba milipuko hiyo ilisababishwa na moto wa ndani uliolipua silaha za meli hiyo na sio bomu la Uhispania au hujuma. Kufuatia kushindwa kwa Uhispania, uchumi wa Cuba, miundombinu na viwanda viliharibiwa na vita. Nchi ilihitaji kujengwa upya na Marekani ilikuwa na jukumu muhimu katika hili. Wafanyakazi wa Marekani walipata fursa. Marekani iliingia moja kwa moja katika uchumi wa Cuba. Kati ya mwaka 1898 na mwaka 1902, Cuba ilijiendesha kama nchi iliyolindwa na Marekani. Haikupata uhuru wake rasmi hadi mwaka 1902. Hata hivyo, katiba yao ya kwanza ilikuja na maandishi kidogo na kukiweka kisiwa hicho chini ya ushawishi wa moja kwa moja wa Washington. Ilikuwa jamhuri huru, lakini ikawa na kiwango dhahiri cha udhibiti wa nje kisiasa kutoka Marekani, ambayo ilidai haki ya kuingilia mambo ya ndani ya Cuba. Kifungu chake cha 3 cha katiba wakati huo kiliipa Marekani haki ya wazi kuingilia kati. Katiba hiyo kwa mfano iliruhusu kuwekwa kwa kituo cha jeshi la majini cha Guantanamo ambacho bado kinafanya kazi na chini ya udhibiti wa Marekani hadi leo hii. Lakini akatokea mapinduzi ya Fidel Castro. Kufikia miaka 1950, viwanda vya ndani na mitaji ya Cuba vilikuwa na uzito katika uchumi wa taifa, lakini viwanda na mitaji hiyo iliendelea kuathiriwa sana na makampuni ya Marekani. Viwanda muhimu kama vile nikeli, umeme, mawasiliano ya simu na fedha vilidhibitiwa sana na Marekani. Uhusiano wa kiuchumi wa kisiasa kati ya majirani hao wawili ulikuwa wa karibu. Mabango ya Coca-Cola na magari ya Marekani ambayo bado yanaonekana barabarani hadi leo yalionekana katika mitaa na miji mikuu ya kisiwa hicho. Katika kisiwa hicho, ustawi na anasa viliambatana na ukosefu wa usawa na ufisadi. Mwaka 1952, Fulgencio Batista, mwanajeshi ambaye alitawala Cuba kidemokrasia kati ya mwaka 1940 na 1944, alifanya mapinduzi ya kunyakua madaraka. Serikali yake ilijulikana kwa ubabe na mateso na unyanyasaji dhidi ya upinzani. Kutoridhika miongoni mwa watu kuliongeza matatizo ya kisiwa hicho na kule kuingiliwa na Marekani. Marekani ni muunga mkono Batista pamoja na serikali zingine za kimabavu za Cuba kama ile ya Gerardo Machado kati ya mwaka 1925 na mwaka 1933.
Marekani ilitekeleza ukoloni mamboleo huko Cuba kwa njia nyingi. Hisia za chuki dhidi ya utawala wa Marekani haikuwepo tu kwa wale wa mrengo wa kushoto, bali pia kwa wale wenye itikadi mbalimbali, Miongoni mwa waliochukizwa na hali hiyo wapo waliotaka hali irudi kama ya mapinduzi ya Batista, huku wengine wakitaka mageuzi ya kitaifa na uchumi yatapunguza utegemezi wa Marekani. Hali hiyo ilifanya kufanyika kwa mapinduzi chini ya Fidel Castro. Alitumia namna ya kufanya mapinduzi. Mwanadiplomasia wa Usovieti Anastas Mikoyan alitembelea Cuba na kusaini makubaliano na serikali. Mpinzani mkubwa wa Marekani katika siasa za kijiografia na kiuchumi, muungano wa Jamhuri ya Kisoshalisti za Usovieti USSR, ilikuwa imepata umaarufu. Mojawapo ya makubaliano kati ya Havana na Moscow ilikuwa kubadilishana sukari ya Cuba na mafuta ya Urusi. Tatizo, viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta nchini Cuba vilikuwa vinamilikiwa na Marekani. Sasa Marekani iliamuru makampuni yake kukataa kusafisha mafuta ya Urusi. Serikali ya Cuba iliingilia kati na kuvitaifisha viwanda vya kusafisha mafuta. Washington ilijibu kwa kupunguza mgao wa sukari kwa Cuba katika soko la Amerika Kaskazini, na Moscow ilijibu kwa kuwa mnunuzi mkuu wa sukari ya Cuba. Hii ilisababisha awamu ya kwanza ya vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, ambapo Havana kwa kutaifisha viwanda na biashara za Marekani, na kufikia Januari 1961 mahusiano yalivunjika kabisa na Castro akaanza mapinduzi ya kijamaa. Miaka ikazidi kuwa ya mvutano zaidi. Aprili mwaka 1961 wapiganaji wapatao 1500, wengi wao wakiwa wa Cuba, waliokuwa uhamishoni kwa kumpinga Castro, walifika Cuba kwa usaidizi wa CIA katika meli ili kumpindua Castro. Ni uvamizi ulioitwa Bay of Pigs uliozuiwa na vikosi vya Cuba katika siku 3 kusini mwa nchi hiyo, baada ya rais wa Marekani John F. Kennedy kuondoa usaidizi wa anga dakika za jioni. Kushindwa huko kulimuimarisha Castro, ambaye alizidisha pendekezo lake la kijamaa. Hilo lilimfanya Kennedy atathmini upya serikali yake kuelekea Cuba. Kutoka Washington, mpango mpya wa siri unaoitwa Operation Mongoose ulitekelezwa ili kufanikisha kile ambacho uvamizi wa Bay of Pigs ulishindwa. Misheni hiyo ilijumuisha shughuli za kisiasa, kisaikolojia, kijeshi, hujuma na ujasusi, pamoja na majaribio ya mauaji dhidi ya viongozi wakuu wa kisiasa akiwemo Castro. Lakini operesheni hizo kimsingi ziliua baadhi ya viongozi. Machi 1962 Marekani ilichukua chaguo la kuingilia kati moja kwa moja kwa kutumia njia zote muhimu za kijeshi. Cuba ambayo ni ndogo ilihitaji kujilinda, na USSR wakati huo ilikuwa chini ya uongozi wa Nikita Khrushchev alikuwa tayari kuiunga mkono. Katika majira ya joto ya mwaka 1962, ripoti za ujasusi za Marekani zilionyesha ongezeko la usafirishaji wa silaha za Usovieti kwenda Cuba. Mwezi Oktoba, ndege moja ilipiga picha na kugundua mfumo wa kurushia makombora katika kisiwa hicho. Inadaiwa kwamba ni USSR ambayo iliamua kupeleka silaha za nyuklia na silaha nzito katika eneo hilo la Cuba, ambapo mvutano ukaanza kupungua taratibu, lakini vikwazo vikazidi kuongezeka. Na hii ilikuwa ni miaka 1990 ambapo ilishuhudia kuimarishwa kwa serikali ya Cuba. Kulikuwa na vikwazo zaidi kwa uchumi, ikakabiliwa na vikwazo na upungufu wa uzalishaji. Nchi hiyo ilitegemea sana utalii na hadi leo haijaweza kuondoa kabisa pigo la miaka 1990. Lakini hali ya sasa kwa ufupi, kuanzia mwaka 1994 uhusiano bado ni wa mashaka, ingawa kumekuwa na vipindi vya ukaribu na mvutano. Fidel Castro aliachia madaraka mwaka 2006 baada ya kugua sana na kaka yake Raul akachukua nafasi yake. Chini ya serikali ya Raul Castro na Rais Barack Obama, nchi zote mbili zilichukua hatua kuelekea kurekebisha uhusiano mwaka 2015. Lakini mwaka 2013 hatua ya mabadiliko ya sera za kiuchumi zilizochukuliwa na Raul, Marekani na Cuba zilianza kujadiliana kupitia Papa Francis wa kanisa Katoliki. Lakini mwaka 2015 balozi zilifunguliwa tena, vikwazo vya usafiri viliondolewa na uhuru wa kiuchumi ulitoa matumaini. Kuwasili kwa Donald Trump katika ikulu ya White House mwaka 2017, miezi kadhaa baada ya kifo cha Fidel Castro, kulimaanisha kuvurugika kwa ufunguzi huo, na kufikia mwaka 2025 vikwazo na mashinikizo dhidi ya kisiwa hicho vikaongezeka zaidi, kama vile mvutano kati ya nchi hizo mbili. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ambayo tunayo. Tumeangazia mzozo kati ya Marekani na Cuba. Ulianzaje na nini ambacho kilitokea hata wakati huu? Endelea kutufuatilia
Kazi yetu ni kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, na kupitia The World News utayafahamu. Mimi ni Adam Hussein.